Swadakta sasa wanogeshe familia, ndugu, jamaa na marafiki kwa kuwatumia pesa bure. Halo Pesa kwenda Halo Pesa na Halo Pesa kwenda mitandao mingine kwa gharama nafuu zaidi. Halotel, pamoja katika ubora. James Mbatia, mwenyekiti wa MCR Mageuzi na mbunge wa Funjo. Karibu sana Mwananchi Communications Limited. Kwa kukaribisha, tupate swali la kwanza kwamba mwaka huu, mwaka 2019 ni mwaka wa uchaguzi wa serikali za mitaa. Ukiwa kama mwenyekiti wa chama na kiongozi wa upinzani, chama chako mmejiandaaje, au ukiwa kama viongozi wa upinzani katika umoja wenu wa umoja wa katiba ya wananchi, mmejipangaje na uchaguzi huu? Ni mwaka huu nashukuru, niwatakia Watanzania wote heri ya mwaka mpya. Mwaka huu ni mwaka wa demokrasia. Tulitangaza kule Zanzibar tulipokutana tukazungumza mwaka jana ule mwezi wa 12 kwamba tunahitaji haki ya msingi iweze ikatamalaki. Kwa lugha nyingine ni kwamba amani ni tunda la haki. Sehemu yote ambayo hamna haki, amani haiwezi kawepo. Na tungetamani sana na tunakusudia kwamba tuhakikishe haki inapatikana ili amani iwepo, kusiwe kuna umwagaji wa damu katika uchaguzi huu. Yaani tuangalie kwamba maisha ya Mtanzania mmoja yana thamani kuliko hata maisha yetu sisi katika vyama vya siasa na mambo mengine. Yaani ni rai yetu kwamba ili haki iweze kupatikana, katiba iheshimiwe, wa vyama vya siasa na wananchi wengine kwa ujumla wa Tanzania wawe na haki ya kujumuika, ya kuzungumza. Turudi kwenye misingi yetu ya uhuru wa kuwa na kauli ambayo ni wa baba wa taifa. Na hiyo yakifanyika hayo, sheria za uchaguzi zifanyika. Tunahitaji chaguzi hizi zikasimamiwa katika misingi ambayo tumejiwekea, ambayo na pale ambapo pana kasoro tukarekebisha mapema. Na huu ni mwezi Januari, sasa tunaenda kwenye mwezi Februari, imebaki kabla ya mwisho wa mwaka uchaguzi ufanyike. Maandalizi yakawa ya uwazi na shirikishi kwa wote. Yasipofanyika hivyo, tusione chaguzi hizi ni kwa ajili ya maisha ya vyama vya siasa tu. La hasha, ni uchaguzi ambao ni wa maisha ya Watanzania wote, kwa sababu tunapoanza kwenye uchaguzi wa vijiji, vitongoji, huko uchaguzi wa mitaa, hao ni miaka mingine 5 ya watu watakaojipanga katika chimbuko la kuhakikisha maisha yao yanakuwa ni maisha yenye thamani na yenye kukuza utu wa mwanadamu. Nashukuru kwa jibu hayo. Na mwishoni mwa mwaka jana ulikwenda Ikulu kuzungumza na rais. Unaweza kueleza watazamaji nini hasa ulizungumza na rais, na mpaka leo una lipi la kumwambia katika yale ambayo mliyazungumza? Ni rai yangu tu kwamba tunaye rais mmoja, na mwaka jana tulifanya naye mazungumzo tarehe 13 ya mwezi wa 11 siku ya Jumanne kuhusu namna ya kuifanya Tanzania iwe sehemu salama, bora na nzuri zaidi ya kuishi. Na rai yetu kwa Mheshimiwa Rais, kwa sababu nienda kuzungumza naye nikiwa mwenyekiti wa Kituo cha Demokrasia Tanzania TCD, ambacho kinajumuisha vyama vilivyo na uwakilishi bungeni, yani Chama cha Mapinduzi, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chama cha Wananchi CUF, ACT Wazalendo na NCCR Mageuzi, akubali tuwe na meza ya mazungumzo. Ni msingi wa ungwana, ni msingi wa utu. Mnapokutana, mnapozungumza, mnaposhauriana, na Tanzania ikipata matatizo, na ili tunisisitiza sana kwa Mheshimiwa Rais kwamba Tanzania ikipata matatizo ya aina yoyote, mifarakano ikitokea Tanzania kwa sababu ya ubinafsi kwamba mimi ni bora kuliko mwingine, ni kwamba Tanzania tunaumia sote. Haitachagua kwamba huyu ni wa chama hiki au huyu ni wa chama hiki, tutaumia sisi sote. Kwa hivyo maslahi yetu yawe ni Tanzania kwanza, vyama baadaye. Maslahi yetu yawe ni mama Tanzania kwanza, yale maslahi ya mtu mmoja mmoja, ya kiongozi mmoja mmoja, ya vyama, ya taasisi za kidini, taasisi za kiraia. Hapana, tuione mama Tanzania, tunampa upendo ili Tanzania iwe sehemu salama na pazuri pa kuishi. Kwa hivyo rai yetu kwake ni kwani meza ya mazungumzo, ni jukwaa la maridhiano. Tukutane, tuzungumze, na sio vyama vya siasa na Mheshimiwa Rais tu, hapana. Vyama vya siasa, taasisi za dini, mashirika mbalimbali,
tukutane tuzungumze kwa ajili ya kuifanya Tanzania iwe sehemu salama na pazuri zaidi pa kuishi. Na Mheshimiwa Rais katika makubaliano yetu tukubaliana kimsingi kwamba Tanzania ikiharibikiwa tunaharibikiwa sote. Kwa hivyo alisema kwa upande wake wa serikalini huko wataona utaratibu ulio bora wa kuweza kuliratibu hili, na sisi kwenye upande wetu wa vyama vya siasa na sisi tunajiratibu na tunasubiri sasa tuweze tukaona ile ahadi yake, kwa hiyo tuweze tukakutana, na tunaendelea kumwomba, nitumie nafasi hii kuendelea kumwomba akubali kwamba yeye ni rais wa wote, ni rais kwa ajili ya maslahi mapana ya Tanzania nzima na sio rais wa chama kimoja cha siasa. Kwa tumeona hivi karibuni Rais Magufuli hajawa na utaratibu sana wa kukutana na viongozi wa vyama vya upinzani kama alivyofanya, na pengine ulikuwa kwa sababu ya kofia ya TCD. Endapo ile jukwaa la mazungumzo unalozungumzia lisipokutana kwa kipindi ambacho labda mmetarajia na mambo yakaenda hivi, utatumia ushawishi gani mwingine kumfanya sasa akutane na nyinyi kwa ajili ya meza ya mazungumzo? Kwanza niwapongeze wale wote ambao wanaona hili jambo la meza ya mazungumzo ni jambo la heri, ni jambo lenye kuleta rutuba kwa amani na utulivu na maslahi mapana ya Tanzania, na sio kwetu sisi wanasiasa tu. Hata mwaka jana tuliokutana pale Kijotonyama tulikubaliana kwamba vyama vya siasa, viongozi wa taasisi za dini na wadau mbalimbali tuweze tukakutana na Mheshimiwa Rais tukazungumza. Kuwa na meza ya mazungumzo ni jambo la heri. Sasa kama bado akiendelea kuchelewa, basi tutaomba na taasisi za dini, tutaomba na wengine pia, na sisi tusikate tamaa, hata iwe ni chama kimoja, ni vyama vyote kwa pamoja, basi tuweze tukapata nafasi hii. Ziko njia nyingi mbalimbali za kuweza kuwasiliana naye, aidha kwa njia ya kwa mfano tunavyofanya sasa hivi, tuombe vyombo vya habari vitumie nafasi hii, kwa sababu Tanzania ikiharibika hata wanahabari wanaharibikiwa pia. Tanzania ikiharibika, tumeona vyombo vya habari wakipata matatizo, hata mwananchi nao walipata matatizo. Kuna mwandishi wenu naye alipotea katika mazingira ambayo ni tatanishi. Sasa Tanzania inakosa heshima yake tuliyokuwa nayo duniani. Nakumbuka watu Mwalimu Nyerere alikuwa anasema tukiwa Umoja wa Mataifa, wakati wa zamu ya Tanzania inataka kuzungumza, hata mtu mwenye sigara yake nje huko anaizima ili kuja kusikiliza Tanzania inasema nini. Kwa vile heshima ambayo tulikuwa nayo, kazi ambayo imefanyika tangu uhuru wa taifa hili, tuiendeleze, na sisi kwa sababu vizazi vijavyo watakuja kujiuliza, je, kizazi hiki hasa serikali ya awamu ya 5 ya Rais John Pombe Magufuli tuliacha legacy gani? Yani tuliacha kitu gani ambacho ni matukio au ni matendo mema? Kuna msemo wa Baba Askofu Dr. Martin Fatayari Shah, mstaafu wa KKT kule kaskazini, anasema matendo yetu mema tunayoyafanya hapa duniani ni sauti uhuru na hai, miili yetu ikiwa kaburini. Umekuwa mtetezi au mtu unayezungumzia sana swala la elimu. Unaionaje elimu yetu mpaka sasa? Kwa sababu kuna wakati ulizungumzia ubora wa vitabu na kuhusu sera ya elimu. Mpaka sasa hivi unavyoona, pengine utetezi wako umefanikiwa kiasi gani, au kama bado hujafanikiwa, unadhani kipi ambacho kinatakiwa kifanyike mpaka sasa? Niseme tu kwamba swala la elimu ni swala pana, ni swala la uhai, ni swala la maisha. Nasema hivyo kwa sababu tukiwa na ufahamu hatutachinjana ovyo ovyo. Tukiwa tunatambua thamani ya maisha, tutaifanya Tanzania itakuwa ni sehemu salama na nzuri zaidi pa kuishi. Kwa hivyo kuna mfumo ulio rasmi na mfumo usio rasmi. Kwa mfano kazi tunayoyafanya nyie waandishi wa habari, mnaelimisha jamii, mnaburudisha jamii, mnahabarisha jamii, ni mfumo ambao unatakiwa kwa mfano serikali ingetakiwa hata vyombo vya habari, kwa mfano Mwananchi, ikawapatia hata ruzuku ili muweze mkazi ambayo serikali ingetakiwa kuifanya mkaifanya nyie zaidi na mkaweza kuisaidia. Kwa hivyo isionekane kwamba labda Mwananchi wanashindana labda na magazeti ya serikali au magazeti ya taasisi ya taasisi. Ni kazi yote inayofanyika inakuwa ni kazi shirikishi. Kwa hivyo swala la elimu, na hasa nizungumzie mfumo wa elimu ulio rasmi, yani hizi elimu zetu za msingi, za sekondari mpaka vyuo vikuu, elimu inayotolewa hapa Tanzania bado iko hoi bin tabani, kwa sababu tumekubali kuibinafsisha elimu yetu, kuiweka kwenye ridhaa ya mtu binafsi.
iko hoi bin taabani, sababu waziri aliyopo ndio mwenye mamlaka ya kuamua lipi lifanyike, lipi lisifanyike. Nasema hivi kwa sababu nakumbuka tarehe 31 ya mwezi Januari ule mwaka 2013, siku ya Alhamisi, nilipotoa hoja binafsi bungeni ya udhaifu katika sekta ya elimu, na udhaifu wangu ulijikita kwenye sera, kwenye mitaala, kwenye mitasari pamoja na vitabu. Tanzania imekuwa yani tumefanya watoto wetu hasa wa shule za msingi na sekondari hata mpaka vyuo vikuu kama ni sampuli ya maabara ya kufanywa majaribio, sababu akija huyu anawaambia hivi, akija huyu anawaambia hivi, na vitabu vyetu vibovu kweli kweli. Kwa mfano kiangalia kuanzia sera ile ya mwaka 95 ilikuwa hoi bin taabani, wamekuja kuandika sera nyingine ya 2014 iliyozinduliwa na Mheshimiwa Jakaya Kikwete ile 2015 na yule mwezi wa pili tarehe 13 siku ya Ijumaa kabla ya kuondoka madarakani. Sera ile imeishi tu kama miaka minne iliyopita mitano. Hii sera ile sasa ni mbovu, inatakiwa iandikwe nyingine tena upya. Vitabu vilivyoandikwa serikali ya awamu ya 5 viliandikwa na taasisi ya elimu mwaka juzi tumevisemea ni vibovu vya kutisha, na singependa kuzuia maudhui yake yalikuwa ni ovyo, vimeondolewa kwenye mzunguko, na vitabu vile vilikuwa na thamani ya shilingi bilioni 107. Sasa rai yangu ni kwamba elimu hii tuizungumzie kwenye misingi ya elimu bora, sawa, shirikishi kwa wote. Neno shirikishi ni muhimu sana, kwamba wadau wa elimu waweze kushirikiana, na sisi tusijione kwamba tuna uwezo wa kufikiria elimu yetu duniani kukoje. Tuangalie wenzetu kwa mfano Finland, tuangalie Vietnam, tuangalie mataifa mengine wanafanyaje sehemu ambazo wameweza kuwa na uelewa mpana zaidi kwenye haya maswala na yakawa ni shirikishi. Kwa mfano mfumo wa elimu kidunia, licha ya Tanzania, hata kidunia, ambao ulikuwa ni mfumo wakati wa mwaka 1600 huko ndani 48, wakati tunatoka kwenye ukabaila kwenda kwenye ubepari kule Ulaya, wakaanzisha mfumo wa kuandaa watu kwa ajili ya ajira hasa kwenye viwanda. Mfumo ule umepitwa na wakati. Sasa hivi ni mfumo wa ubunifu wa kumpa kila mwanadamu aweze kutumia utashi wake, vipaji vyake, ubunifu wake katika kuhakikisha dunia inakuwa ni sehemu salama na nzuri zaidi. Kwa hivyo let us think globally but act, have a local solution. Tuiangalie dunia kama dunia, lakini tuwe na majawabu, sio majibu. Tuwe na majawabu sahihi kwa Tanzania yetu ambayo inakuwa ni shirikishi kwa wote. Swali la mwisho, wewe ni mwenyekiti wa NCCR Mageuzi wa Taifa. Kuwepo tangu mwanzo wa mageuzi mwanzoni mwaka 90 na mpaka leo sasa ndio umekiongoza chama. Unakionaje hiki chama wakati ule kimeanza na nguvu kubwa na sasa hivi kipo kinazidi kusimia? Utakiachaje hiki chama siku za usoni? Niseme kuna kushuka na kuanguka, na unasema kuteleza sio kuanguka pia, misemo ya Swahili wanasema hiyo. Lakini nione tu kwamba NCCR Mageuzi sio taasisi binafsi ya James Mbatia. NCCR Mageuzi tangu wakati tunaanzisha mageuzi ile mwaka 91 ilikuwa ni shirikishi kwa wengi tu. Unaweza kuona NCCR Mageuzi wakati huo tunaanzisha tulikuwa na Mzee Fundikira, mwenyekiti wa kwanza akaja kwa Mabere Nyaucho Marando, akatoka akaja kwa la Agustino Liatonga Mrema, akawa Aida Kasim Maguto. Mimi ni mwenyekiti wa 5 ndani ya NCCR Mageuzi. Kwa hivyo mageuzi kwa tunajaribu kuyafanya, lakini chimbuko letu au fikra zetu, malengo yetu na itikadi yetu ya utu, lengo lake nini? Ni kuwa na katiba mpya ambayo ni katiba shirikishi kwa ajili ya wote, kwa ajili ya uhai wa taifa la Tanzania. Kwa hivyo zile fikra zetu na mawazo yetu tunataka, yani tunatamani sana na tungelitaka sana yaweze yakaileta jamii ya Tanzania kwa pamoja. Kwa hivyo ile ndoto yetu au kusudio letu, lengo letu bado liko pale pale. Na kwenye NCCR Mageuzi wako wanachama mbalimbali. Nitoe rai yangu tu kwenye uchaguzi mkuu wa NCCR Mageuzi, inshallah Mwenyezi Mungu akijalia tutaufanya mwaka huu, wajitokeze waweze kugombea nafasi mbalimbali. Na isionekane NCCR Mageuzi ni ya James Mbatia, lasha. Na wakijitokeza wanachama ambao wanataka kugombea nafasi ya wenyekiti wa taifa na James Mbatia, niweze nikawapatia nafasi hiyo, wakapatia nafasi hiyo kwa misingi ya katiba James Mbatia, na mimi nikaona wengine wakiwa wanaongoza waweze kufanya majukumu yao. Kwa hivyo sio lazima eti mimi ndio niwe mwenyekiti wa NCCR Mageuzi kwa sababu mimi ndio alfa na omega, lasha. Kwa hivyo ni rai yangu kwamba
ni mawazo shirikishi, tujenge misingi ya utu ndani ya NCCR Mageuzi, na sio kwamba bila James Mbatia, yani nikifa leo nikiondoka nikiingia kaburini basi NCCR Mageuzi haipo. Hapana. Kama alikuwa anasema huko mwanzo, labda Maranda akiondoka NCCR haiwezi kawepo. Hapana. Mrema akiondoka NCCR wameondoka, lakini NCCR imeendelea kubaki, japo katika hali hii tunaweza tunaangalia zaidi, niwe mkweli, ndani ya NCCR na tumelijadili sana, tunaangalia swala la ubora na ni nini tunatoa mawazo yetu katika jamii ya Tanzania badala ya ubinafsi. Kwa mfano NCCR Mageuzi tumekuwa ni chimbuko la kuizungumzia elimu ya taifa la Tanzania. Japo tukiwa na unyonge tu tunazungumzia unyonge wetu kwa misingi wanyonge unatu quantify, yani unyonge wetu kwa sababu ya labda ya uwakilishi ndani ya bunge, unyonge wetu katika uwakilishi katika baraza madiwani, lakini tukija na mawazo ambayo yanakuwa ni endelevu ya kuchukuliwa na chama cha siasa, ya kuchukuliwa na jamii. Tumezungumzia swala la elimu kwa mfano. Tunaona serikali inakubali, hata sasa hivi wanataka kuandika upya sera ya elimu, lakini shirikishi inakuwa ni faida kwa Watanzania wote. Kwa hivyo kwa ndani ya NCCR Mageuzi ningewatia moyo zaidi kwamba tuangalie dunia ya leo inaleta watu pamoja. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Dunia ya leo, angalia Umoja wa Ulaya, ziko nchi 28 kwa pamoja zinaungana. Sasa na sisi hata vyama vya siasa tuone namna gani ya kuleta nguvu zetu kwa pamoja. Ndio maana ndani ya UKAWA sisi tulivyokuwa tunazungumza namna gani ya kuona tuondokana tofauti ndogo ndogo tu ni mfano na kielelezo sahihi na endelevu kwa ajili ya kuiona Tanzania kwanza ya baadaye. Swala hili lililozungumzwa na naibu waziri wa TAMISEMI Waitara alisema hivi karibuni kwamba amezitaka shule binafsi kutowafukuza wanafunzi wasiokamilisha ada zao. Unadhani kipi ni kipi? Serikali ina mkono gani na nguvu gani kwa hizo shule ni kuzidhibiti tu, au inaweza ikaingia mpaka kwenye utawala na kuanza kuamua nani aendelee kusoma, nani asiendelee kusoma? Niseme kwa tunafanya kosa kubwa la ubaguzi katika elimu, kuweka madaraja na mambo mengine, lakini ubaguzi huu mkubwa unaona kwamba hizi shule binafsi au serikali inashindana na shule binafsi au shule binafsi zinashindana na serikali. Ni kwamba wanatakiwa ni washirika wote wa pamoja wa kuhakikisha elimu yetu inakuwa ni bora zaidi. Na kwenye shule binafsi kuna kitu kinachoitwa mkataba. Mkataba ni makubaliano kati ya pande mbili, unanitoa hapa na utekelezeke na ufike hapa kwa mujibu ya sheria na taratibu nyingine, yani is a mutual agreement, yani kati ya pande mbili au pande tatu na kuendelea. Sasa mimi mzazi na mkataba na shule hii ya labda ya taasisi binafsi, nataka mwanangu afike pale na nitafanya maamuzi haya na haya na. Sasa wewe upande wote ule ukivunja ule mkataba inakuwa ni matatizo. Sasa serikali haiwezi kaingilia ile shule. Serikali iingilie shule zake za serikali, sio zile shule binafsi. Na ili kosa la kuona kwamba ni washindani, yani tunafanya kosa badala ya kuwatia moyo, badala ya serikali kuwapatia ruzuku hizi shule binafsi kwa sababu ni jukumu la serikali kuelimisha taifa lake. Hawa wanafanya kazi kwa niaba ya serikali, serikali inatoa matamko ya namna hiyo. Alafu je, kila waziri akitamka inakuwa ni kanuni? Kila waziri akitamka kwenye jukwaa inakuwa ni sheria? Hakuna utaratibu wa namna hiyo. Ndio sababu nasema elimu yetu tusifanye kwamba ni sampuli ya maabara au tuanze kutishiana kufanya hivi. Tutaifanya Tanzania elimu yetu izidi kuwa ya hovyo tu hapa tulipofika. Naomba ndugu Waitara na wengine niwaambie kwamba turejee lengo la 4 la malengo endelevu ya dunia linalosema elimu bora, sawa, shirikishi kwa wote. Kwa hivyo tushirikiane sote kwa ubora wa elimu ya taifa la Tanzania. Nashukuru sana kwa kutembelea Mwananchi Communications Limited na tunakaribisha tena. Nashukuru sana. Asante.